Jamani, kama kisi mnavyoona hapa kuna wanakundi ambao wanafahamika kwa jina la JKK, kwa kirefu inaitwa jifunze kitu kutoka kwetu, na kwa siku hii ya leo wamekuja kusherehe ya ndugu yetu Abia ambaye mkubwa wake ameolewa, na wewe mkubwa wake ni mtoto wa mjomba wake, na aliyeolewa yupo USA huko. Na kwa siku hii ya leo jamani, ni siku ya furaha kwa watu wote ambao wapo kwenye niaba hii ya sherehe. Najua mnasikia uhalisia watu jinsi walivyokuwepo, changamoto mnavyoziona jamani. Najua sherehe ni kubwa na sisi tunayo furaha kubwa hasa zaidi kutokana na hii sherehe ambayo iliyoandaa ndugu yetu kwa hii siku ya leo. Tunayo furaha kubwa sana, na pia najua tunayo wapi kubwa hadi tunashindwa kuelezea, tutaelezea nini jamani. Najua mnaona mzunguko gisi ulivyokuwa, sherehe gisi ilivyopendeza, watu gisi wanavyocheza hapa, changamoto nyingi, watu wana furaha kubwa, vibe ni kubwa gisi mnavyoiona. Kiukweli kila mtu anasherehekea kuhusiana na dada yetu aliyekuwa nje ya USA huko na pia naona watu gisi mnavyowaona, watu ni wengi, wapo kwa ajili ya hicho kitu, wapo kwa ajili ya sherehe, wapo kwa ajili ya maandalizi ya kufurahikia kuhusiana na changamoto ambayo iliyopo. Na pia najua mnaona familia ni kubwa hii ambayo iko hapa, wote wana familia hapa wanakuja kusherehekea kuhusiana na hii siku ya leo. Najua familia ni kubwa jamani, na pia bado tu familia ina mambo mengi ya kufanya, na kila kitu sisi tumekifurahikia, na ndio maana tuko hapa sisi kama kundi. Hivyo tunakuja kuwakilisha ndugu yetu Abia, tumekuja kumwakilisha, kuja kuonesha mambo mbalimbali ambayo yapo hapa hivi. Tukija kuangalia kuna sufuria za wali, kuna maharagi, vitu kama na hivyo jamani. Huku tulipo jamani kuna raha. Huku tulipo jamani kuna raha kweli jamani. Natamani hata na nyie mngekuepo ili tuje tusherekee kwa pamoja jamani. Naona mazingira gisi yalivyo, najua mnaona jamani. Sio cha kuhadisiwa, na cha kila mtu kujionea mwenyewe mazingira gisi yalivyo. Kila mtu anaona mwenyewe. Kila mtu anaona mwenyewe mazingira ambayo tunayo ndo kama haya hivi jamani. Naona kwa siku ya leo kila mtu ana furaha kubwa. Moto ni wa kutupa, moto ni wa kuwasha, moto tuna uzima. Shabari ni hizi za Vibe TV, eneo la burudani, eneo la kujimwaga. Vibe kama lote tunakuja kuua kama kawaida yetu. Hapa hii ni jumba la burudani ya Vibe TV. Tunataka kuchukua maoni kutoka wana 1 2 3 wanaenda kumwaga cheche zao. Kwa nami mwanzo mwisho bali kwenye hizi mic tena. Na kwaje brother? Safi. Uko poa? Vipi harakati? Swali tu. Bwana, ongeleni kwanza kwa kumpeleka mtoto wenu sehemu nzuri. Asante. Tuanze pointi ya kwanza. Ili JKK na sherehe yetu vimehusianaje labda? JKK na sherehe yetu vimehusiana kwa kuwa ndani ya JKK mwanamemba wetu ndo anahusika zaidi, ndio maana sisi tumehusika katika hii sherehe. Ina maana ndugu yetu aliyeolewa alikuwa ni member wa JKK au vipi? Tuweke wazi kidogo. Ndugu yetu aliyeolewa mdogo wake ndo alikuwa ndugu yetu sisi. Okay. Kwa hivyo tupo kwenye sherehe ya dada yetu. Maana ni ndugu yetu, dada yake sasa. Ndo alipokuwa kwenye sherehe. Ina maana hapa mmekuja kumheshimisha ndugu yenu kwa kumwekea pale kidogo ya mdogo wake. Tunakuja kumheshimisha ndugu yetu na tunakuja kuwapa furaha familia yote kwa ujumla. Bwana, neno lolote kama kumtengeneza mdogo wetu au tuseme ndugu yetu anaelekea upande wa pili, bibi harusi. Kitu cha kwanza ambacho nitakachomuomba, ndoa ni baraka kwanza. Alafu ndoa ni maelewano, na kikubwa ambacho inatakiwa aingie nacho kwenye ndoa awe makini na mambo fulani ambayo yanatoka nje kwa watu. Hivyo kitu pekee ambacho atakachozingatia, awe mtu wa kumsikiliza mume wake kwa kila kitu. Na vipi kwa upande wako, ni kitu kipi ambacho anatakiwa aache labda huko anapoelekea? Aache tu vile tabia fulani ambavyo alivyokuwa navyo kwao, asitaki kuvipeleka ukweni. Kama hiyo. Okay, kwa upande wako wewe unamjuaje Esther? Esther namjua sana, maana ni mtu ambaye tumeishi naye katika kijiji kimoja kama kisi unavyotuona, kijiji cha Arawani.
na istoshi nimemjua tena kumpitia mdogo wake ambaye ndio mwanamemba wetu sisi. Hivyo Esther ni mwanamemba, ni ndugu yetu ambaye yuko vizuri. Ana hali nzuri, ana tabia nzuri, ana sifa njema. Na ni mtu ambaye ana hali yake ambayo haiwezi kaelezeka kwenye uso wa jamii. Neno lolote kama ushauri kwa dada zetu ambao nao pia wako mbele lakini hawajabahatika kuipata ndoa? Watulie na wamuombe Mungu. Asante sana. Asante. Wala lazima kuletea cheche, lazima kusanya maoni na kusanyika na Lucky Shabani ili kukuletea mwako kiganjani. Na kwaje? Poa. Ududu. Sherehe pambe. Bwana, leo JKK unyama wenu umekuja kuonesha kwenye party ya ndugu yetu. Kwa upande wako labda ndugu yetu neno lolote kama kumsindikiza huko aendapo? Mimi nimtakie tu ndoa njema na tunampenda sana, ndio maana tuko hapa. Na ni kitu kipi ambacho labda unataka aepuke huko aendapo? Ni kitu kipi ambacho labda unataka aepuke huko anapoelekea? Aepuke umbea sio mzuri. Ampende mume wake, apende jamii atakayoikuta. Yes, asisikilize maneno ya watu atamvunjia ndoa. Yes. Asante sana mdau. Poa. Habari? Nzuri. Poa. Poa. Vipi harakati? Nzuri. Bwana, neno lolote kwanza, maana na sherehe imewaka, ni neno lolote kwa kama kufungua? Sijasikia. Neno lolote kama kufungua, kujitambulisha nini? Kwa majina mimi naitwa Aline. Mimi ni mkaaji wa kijiji cha L6 kwa 16. Bwana, wewe ni mmoja wapo wa vijana wa JKK, imekuja kumuenzi au kumwekea ndugu yenu kipare kidogo. Neno lolote la kumshauri mdogo wetu kwa endapo? Mimi nataka mdogo wangu ampende mume wake na aheshimu wake zake. Yaani asiwe na maneno ombea, acheni na mambo ya ombea. Yaani asiwe mtu wa vijueni mambo ya watu wengi wasije kumharibia ndoa. Na ni kipi azingatie, kipi aache ili kukaa na kudumu kwenye ndoa yake? Yaani aepuke mambo ya msongamano wa watu wengi na kusikiliza maneno ya watu wengi. Akae pale na msikiliza mama yake mkwe, yani wakwe zake na mume wake tu basi. Asante sana kwa muda wako. Haya. Sogea brother, tuchukue moja mbili tatu. Na kwaje? Fresh kaka. Poa. Vipi harakati? Nyama tu. Bwana, sisi tumewaka, mimi nitachangamka, eneo limewaka, ile kinyama sherehe pambe. Safi kaka. Bwana, sisi tumempeleka ndugu yetu Australia, naamini dada yetu. Vipi kwa upande wako, unaweza kuwa maoni yapi au maneno yapi unaweza kumsindikiza nayo? Kwanza mimi nimshukuru dada yangu kwa kupata ndoa. Unajua kwa sasa hivi wanawake wengi sijui wasichana wanakaa kwa mambo ya dunia. Ila dada yetu amebahatika sana kwa kuolewa sasa hivi. Ni jambo la heri, ni jambo la kumpongeza Asante. Na vipi, ni neno gani labda unaweza kumshauri mdogo wetu au ndugu yetu kwa endapo aache nini, afanye nini ili kuboresha ndoa yake? Nitakachomshauri mimi azingatie ndoa. Kuna wengi ambao wanatafuta ndoa. Neno lolote kwa wanaye, wanawake wenzake hapa Chechenia ambao hawajabahatika kuipata ndoa. Kwa wenzake ambao sijakuelewa vizuri. Kwa wenzake ambao hawajabahatika kupata ndoa, ambao hawajapata kuolewa, neno lolote kwa ajili yao. Kwa ajili yao ambao wamebahatika kupata ndoa, wajitahidi. Wajitahidi na wenyewe wamfikie kama yeye alivyofika leo, amepata ndoa na natumaini ataishi vizuri dada yetu Esther huko alipo. Asante kwa muda. Thank you. Dada, habari? Nzuri. Poa. Salamu. Sherehe pambe. Bwana, leo kwenye tukio la ndugu yetu, neno lolote kama ushauri kumadvise ndugu yetu kwa endapo? Cha kwanza kumwambia awe na ndoa njema. Alafu cha pili amheshimu mume wake. Cha tatu asiwe mtu kutoa taarifa za ukweni kwake kupeleka nyumbani kwao. Na ingine labda ni neno lipi labda ungetamani kumwambia ndugu yetu hichi aache, hichi afanye ili kuboresha ndoa yake kwa endapo? Cha kwanza anatakiwa awe na heshima. Cha pili anatakiwa awe na kaba. Cha tatu awe mvumilivu. Asante sana kwa muda. Haya sana. Sogea dadangu, sogea Rei. Mdogo wangu sana dadangu, na kwaje? Niko poa kakaangu. Uko poa? Niko. Vipi harakati? Harakati zinaenda mdogo. Sherehe pambe. Sherehe pambe jamani. Bwana, leo ndio la tukio. Tuko hapa tumeamua kuweka kitu kidogo kwa ajili ya ndugu yetu. Vipi, neno lote kama ushauri kwa ndugu yetu anaelekea nchi nyingine kwa ajili ya kuadhimisha ndoa yake? Mimi mashauri ambayo nataka nimpe dada Esther,
Unajua ndoa ina changamoto nyingi sana. Yaani vitu ambavyo mmeweka atakamkataza mke wangu mimi sitaki hivi. Na ndio gisi vitu ambavyo atakuwa anatembelea. Yaani mume wangu kanikataza hivi ndio lazima niachane navyo. Ndio hivyo kwa sababu ndoa ina changamoto nyingi sana. Kama sisi ambao tushaingia kwenye ndoa hivi, yaani ndoa ina vituko vingi tu sana. Unasikia? Yaani namuomba au anafuatilia vile gisi ambavyo mume wake atakavyotaka yeye. Na unajua mambo ya ndoa, asiku nafuata nimesikia habari huku, nimesikia habari kwa wifi kaongea nini mamkwe sijui kakaangu. Hapana. Ndio hivyo. Na neno lolote la kumshauri mdogo wetu huko aendapo, nini afanye, nini aache ili kuweza kuiboresha ndoa yake? Okay. Dada Esther, maneno ambayo nataka nimshauri ili atakaboreshe ndoa yake. Dada Esther sio mtu kusikia maneno mingi. Sijui nani kasema, yani awe anafuata tu gisi mume wake atakavyomwelekeza. Mke wangu nataka hivi. Yani amheshimu mume wake, amtii, yani amsamini, yani achane na mambo yote ya kale ya zamani, ma ex sijui nini, achane nao kabisa. Wakike kwa wakike, dada Ray kwa dada Esther, neno lote la kumshauri mwanamke kwa mwanamke mwenzake. Mimi kwa mwanamke mwenzangu ndo mashauri kama nayo tu madogo machache, nataka tu nimshauri. Yaani asio mwingi wa kusikia maneno ya nje. Asisikie mume wako kafanya hivi hamna. Itisha mume wako, muweke chini, jamani mume wangu ninayosikia ni kweli au ni uongo? Sasa mume wako ndio ampe maelekezo. Hamna mke wangu, hiyo ni ya uongo, yaani usikubaliane na maneno ya watu. Mashauri kama nayo tu madogo tu ndio ninataka nimshauri dada Esther, na mimi namtakia ndoa njema. Na Mungu awasaidie kwenye ndoa yao. Yaani ni basi tu. Okay, asante sana kwa muda. Asante sana kwa muda. Asante pia. Bro, sogea, bado nina mengi ya kuongea na wewe. Sogea na kwaje? Poa kaka. Salama upo? Salama kaka. Bwana nimekurudia tena. Asante sana kaka kwa hilo. Okay, neno lolote labda unatamani kuongea ambalo sikuweza kuuliza? Tayari kabisa kwa lolote lile. Mshauri bwana, neno lolote. Natamani ongeze neno lingine tena. Yaje. Ongeza tu, ni ndugu yetu Esther, dada yetu. Anapoelekea tumoni tena kaelekea ukweni, mshauri. Poa vile vile nataka kumshauri dada yangu Esther. Huko alipoenda huko azingatie mume wake, asikie lolote lile atakalomwambia mume wake, azingatie kivyovyote vile. Unajua mtu akiolewa huwa anazingatia ukweni, lolote lile ambalo ataambiwa na mume wake au ukweni kwake, mamake mkwe nini, azingatie hilo. Asante sana mkaka. Asante sana. Bwana ulikuwa nami Laktabari na ile Global 5 TV bwana. Nyuma kamera niko na Bozi pamoja na mnyama wangu Chao Pole Bu.